Sasa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiwa pia ni mgombea wa tiketi ya na utaratibu ambao upo mzuri uliopangwa na Tume ya Uchaguzi umewezesha wananchi kufurahia na kukubali kwa kile ambaye mwenye haki ya kupiga kura basi anapiga kura bila ya tatizo lolote, na anarejea nyumbani kuendelea na shughuli zake za kawaida. Na mtazamaji na msikilizaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, bado mgombea mke wa mgombea wa urais wa Zanzibar Mama Mariam Mwinyi anaendelea kutimiza haki yake ya kidemokrasia ya kupiga kura. Anaendelea kuweza kumchagua, bila shaka chagua mgombea urais, na kwa Wazanzibari wanapiga kura ya wanamchagua mgombea urais wa Zanzibar, mgombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge, mwakilishi pamoja na diwani. Hiyo ndio kura ambayo wananchi wa Zanzibar wanachagua kwa wagombea wa nafasi hizo. Wagombea ambao wa urais akiwemo pia Hamisi katika kinyang'anyiro hichi cha mwaka 2025. Kuna mgombea wa kupitia chama cha NCCR Laila nzuri. Hali ya utulivu ni kubwa, hali ya amani ni kubwa, lakini wananchi wamehamasika kwa wingi, pamoja na changamoto kidogo ya hali ya hewa, lakini bado wananchi wamejitokeza kwa wingi. Unahisi kuendelea kwa hali ya hewa hii ya mvua, pengine labda wananchi wanaweza kukaa, wengine wakasema madam kuna mvua sisi hatuendi, unalizungumziaje hii? Nadhani kwa msingi wa demokrasi hii ya kila mtu na hamasa kubwa ambayo ipo ndani ya jimbo la Kiwani, naamini wananchi wote ambao wanastahili kupiga kura walioko ndani ya jimbo la Kiwani basi watajitokeza kwenye kupiga kura. Hiyo ndio imani yangu. Tulizungumzia swala la amani. Tunaona kwamba hivi sasa kidogo hadi iko vizuri tokea kipindi cha kampeni hadi muda ambao kwamba tunaendelea na zoezi la kupiga kura. Mheshimiwa, unadhani hii hali ambayo kwamba ipo itaweza kudumu hata baada ya matokeo ya uchaguzi? Ndio matarajio yangu, na kibinadamu tunaendelea kuhamasishana sisi kama viongozi wa kisiasa kuendelea kulinda amani, kwa sababu hakuna sababu ya kuvunja amani. Utaratibu wa kura ni demokrasi, tuachie wananchi wachague kiongozi wanayemtaka, baadaye matokeo yatoke. Lazima kwenye kushindana mmoja atashinda na wengine itakuwa kura hazikutosha. Wanatakiwa waendelee kuunga mkono juhudi za maendeleo za nchi yetu, tuendelee kuijenga Kiwani yetu, lakini tuendelee kuijenga Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hilo ndio jambo la msingi wetu. Hali ya ulinzi ambao kwamba imeimarishwa, naweza nikasema kwamba katika kisiwa chote cha Pemba, hasa katika vituo vya kupigia kura, unadhani hii haiwezi kaleta hofu kwa wananchi, labda kuweza kuona jamani ulinzi ni mkali, wengine wakaweza kukaa wasije kupata haki yao ya msingi? Hapana, mwananchi mwenye nia njema hawezi kuwa na hofu. Ukiona mtu ana hofu kwenye jambo la ulinzi, jua huyo hana nia njema, maana yake ana nia ovu. Lakini ulinzi huu unatulinda sisi wananchi. Kazi ya walinzi hawa ni kutulinda sisi wananchi na mali zetu. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba wananchi wote wa jimbo la Kiwani, hali hii ni hali ya kawaida, na wao watakuwa salama zaidi kuona kwamba wana uhuru wa kwenda kupiga kura wakiwa salama, lakini baada ya kura waendelee na shughuli zao za kawaida tu. Wito wako ni upi kwa wananchi kwa ujumla? Wito wangu, wananchi wale ambao hawajajitokeza kupiga kura basi wajitokeze kwa wingi, waje wapige kura, lakini na wale ambao wameshapiga kura basi tuendelee na shughuli zetu za kawaida kwa mujibu wa utaratibu. Asante mheshimiwa, tunakushukuru. Tunakutakia kila laheri. Asante sana. Haya, asante.
Naam, basi mtazamaji wa shirika la utangazaji la Zanzibar, huyo basi alikuwa ni mgombea wa uwakilishi jimbo hili la Kiwani, Hemedi Suleiman Abdalla, ambavyo kama ambavyo kwamba mmemuona tayari ameshakamilisha haki yake ya msingi ya kupiga kura katika jimbo hili la Kiwani. Naam, kwa ujumla niseme tu kwamba hali hapa katika kituo hichi inaendelea vizuri, ingawaje kuna changamoto za mvua za hapa na pale, lakini haijalishi labda kuona kwamba watu changamoto hii inaweza kuwafanya wasije wakapiga kura. Kwa hiyo kutoka hapa katika kituo hichi cha Kiwani, labda niwarejeshe studio ili kuendelea na kupata taarifa nyingine katika vituo mbalimbali vya kupigia kura.